kila sehemu ombeni msaada wa majeshi mpaka lile jeshi ambalo Mwenyezi Mungu aliliandaa kwa ajili ya kuja kulitetea Tanzania litaingia. Lakini hii vita ni kubwa na damu ni nyingi, na Mama Samia uwezi ukaisimamisha vita hii kwa hivyo unavyotegemea wewe utaisimamisha. Maana mkono wa Mungu uko juu yako, na kwa bahati mbaya umekuja juu yako kwa wakati ambao wewe sasa unalipa mpaka zile dhambi za wale ambao walitangulia wakazifanya. Jipu likalipukia kwako, maana hukuchukua muda kuacha Roho wa Mungu aongoze ndani yako. Ulichukua muda kuacha mali na vitu viongoze ndani yako badala ya ule upendo na uhalisia, ili ungepata hekima usisikilize sauti ambazo za watu walikuwa wanakuambia ni ngazi gani za kupanda. Magufuli alipokuwa madarakani hakuna aliyekuwa anamwambia ngazi gani za kupanda. Alikwepo anapanda ngazi kutokana na Roho wa Mungu alivyokuwa anamtumia ndani yake. Na ndio manake wengi ambao walikuwa wanamtakia mabaya ni wale wote ambao walikuwa wameshazoea kufanya maasi. Lakini wewe ulipokuja madarakani haukutembea tena na ile sauti ya Mungu. Ulikuwa hujiamini wewe peke yako kwamba una hiyo power ya kuweza kufanya mambo kwa njia yako, maana ulikuwa ni rahisi na hakuna ambaye angeweza kukupinga. Ila uliogopa ya kwamba utakufa, na isitoshe utakufa tu kwa sababu ni lazima ufe. Kwa hichi ambacho kinaendelea katika taifa ni lazima ufe. Uliogopa kwamba utakufa, kwa hiyo ukutaka kwenda kinyume na jinsi walivyokuwa wanakuambia wewe uende. Na ndio huko aliko kupoteza, maana sauti ya mwovu iliongea na wewe kupitia hiyo njia. Kwa hiyo ujumbe wangu, waache watu wa Mungu waende zao kwa amani na kwa haki yao, maana dunia hujaiumba wewe. Haujaiumba wewe na hutawahi kuweza kuiumba. Dunia ina mtu wake na ni Mwenyezi Mungu mwenye haki, asiyeongwa, asiyepewa chochote. Acha watu wa Mungu waende. Hii sauti ni sauti ya Mwenyezi Mungu inayoongea kutafuta haki. Hakuna mtu anaweza kupigana na hiyo sauti. Ni nani ambaye anaweza kupigana? Basi asimame, asogee, aseme mimi. Maana mpaka sasa mmeshaona hamwezi kuipiga. Mngeshaipiga ingekuwa inakaa kimya kama miaka ya nyuma jinsi ilivyokuwa inakaa kimya. Mungu ameamua kusimama na Waisraeli wake watoke katika mji wa mateso kwenye mikono ya Farao waelekee Kanaani. Hakuna ambaye anaweza kupinga hii. Hakuna. Sasa sijui itawachukua busara kiasi gani nyinyi ambao mlijiita watu wenye nguvu na kusahau kwamba Mungu ndo mwenye nguvu peke yake, kutoka na kuachilia. Kwa maana hakuna njia, yani huku mbele kote kumetanda, hakuna njia yoyote. Iwe ni kwa maono ya kiganga, ya kichawi yaliyowadanganya. Na waambia hivi, Mungu wa majeshi amesimama anapiga Farao. Mapigo 10 kulia. Hakuna ambaye ataweza kuyavumilia. Kwa hiyo ni muda wa kuacha wananchi wa Tanzania waishi kwa ile haki ambayo Mwenyezi Mungu aliwapelekea waishi nayo.